malango makuu mawili yanayoua na kuuisha hatima yako. Kwa nini nazungumzia hatima? Nazungumzia hatima kwa sababu adui yeyote anayepigana na wewe wakati wowote katika ulimwengu wa roho huwa anapigana kwa lengo la kuzuia au kuharibu hatima ya mtu. Lango la kwanza, lango la kinywa. Kinywa ni lango muhimu sana. Hupaswi kutumia kinywa chako vibaya. Lango la kinywa ni lango ambalo watu wengi hawajajua namna ya kutumia, kwa sababu ndani ya kinywa ndiko kunakodhihirika ile nguvu iliyomo ndani ya mtu. Mara nyingi mamlaka ya mtu haitokei kwa kuonekana tu, isipokuwa mamlaka ya kwake huonekana au hudhihirika kupitia yale anayoyasema. Nguvu ya mwenye nguvu siku zote ipo katika tamko, maneno ya kinywa chake. Hayo ndio yanayotambulisha uwezo na nguvu ya mtu. Hekima na upumbavu hutoka katika kinywa cha mtu. Kadhalika watu wenye nguvu hujulikana katika mambo wanayoyasema. Ndani ya kinywa chako kunatoka laana na ndani ya kinywa chako kunatoka baraka. Inategemea ni namna gani umetambua lango la kinywa lina umuhimu namna gani kwako na namna gani unavyoweza kulitumia ili kinywa kiweze kuleta matokeo, si tu katika ulimwengu wa mwili, lakini zaidi sana katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Lakini hakuna baraka bila kinywa. Ndani ya kinywa ndimo mnamotoka maneno yanayotamka baraka. Kadhalika hakuna laana bila kinywa. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kinywa ndimo mnamotoka laana. Ukiona mtu amelaaniwa, elewa ya kwamba laana hiyo inatokana na neno lilowahi kutamkwa mahali fulani, kwa namna unavyojua au kwa namna usivyojua. Na kwa sababu hiyo Mungu ameruhusu kila mtu atambue ya kwamba kinywa ni lango linaloweza kumpa kuelewa au kujua jinsi ya kuingia na kutoka, kwa wale wenye hekima. Lakini wale wajinga hawatatambua chochote. Kwa lugha nyingine ni kwamba ulimi hauruhusiwi au kinywa hakiruhusiwi kitamke maneno ambayo hayana faida. Kinywa chako kinapaswa kutumika kwa maneno yatakayoleta baraka. Sasa nikupe siri nyingine. Kwa kadiri hiyo hiyo, ndani ya eneo la mapambano katika ulimwengu wa roho, wakati unapoona vita inainuka, inapigana kwa lengo la kuangusha ngome ulionayo, elewa ya kwamba kuna silaha Mungu aliyoiweka ambayo ni nini? Kinywa. Kinywa chako kikitamka kwa namna unavyojua au kwa namna usivyojua, kutakuwa na matokeo. Ufalme hauwezi kuanguka kama hakuna tamko. Adui unayepigana naye hawezi kuanguka kama huna tamko. Mapepo tunayoshindana nayo, wachawi tunaopambana nao, hawawezi kushindwa kama hakuna tamko. Kwa hivyo tunapoona vita inainuka kwenye maisha yako, maadui wanapigana na wewe, ulimwengu wako wa roho unaonekana umeharibiwa, Mungu anasubiri kuona unasema nini. Unakitumia kinywa chako namna gani? Unapoona biashara imekufa, unasema nini? Je, unabariki au utalaani? Wakati adui anapoona unaendelea, alafu akaona wivu, akapigana na wewe, utasema nini? Vile unavyoona matokeo mabaya kwenye kazi yako, je, unakubaliana nayo? Unaposema kwamba mimi biashara yangu haikui, hilo neno linapotoka kwenye kinywa chako, usije ukafikiri kwamba hilo neno limetamkwa tu. Vile ulivyotamka, tayari umeweka au umeumba jambo litakalokuwa dhahiri kwenye maisha yako. Kwa adui anapokuwa ameweka uharibifu, anapofunga njia zako za kufanikiwa, hupaswi kutamka yale anayoyafanya au yale yanayoonekana. Ni vizuri kuwa makini na kila jambo unalolisema. Hata kama macho yanaona, kinywa chako hakiruhusiwi kutamka yale yaliyo kinyume na kile unachotarajia kuona kwa Mungu. Usiseme mimi siwezi, usiseme mimi ni wa hivi hivi tu, usiseme mimi maisha yangu ni ya kuanguka tu, usiseme mimi kila ninachofanya akiendi. Hayo sio maneno ya watu wenye mamlaka. Hata kama mazingira yanaonyesha hivyo, usiruhusu huo ukiri utoke kwenye kinywa chako.
Kwa nini? Kwa sababu kwa hayo maneno unayotamka ndivyo utakavyofungwa. Njia zako zitafungwa kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Lango la pili,